hai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Wapendwa wasikilizaji wa kanda, wakati umefika ambapo kila mtu lazima ajiulize mwenyewe, ninapozisikiliza kanda, ni sauti gani ninayoisikia? Je, ni sauti ya William Marion Branham tu, au ninaisikia sauti ya Mungu ya siku yetu? Je, ni neno la mwanadamu, au ninaisikia Bwana asema hivi? Je, ninamhitaji mtu fulani wa kunifasiria kile ninachokisikia, au neno la Mungu halihitaji fasiri yoyote? Jibu letu ni tunasikiliza neno lililonenwa, lililofanyika mwili. Tunamsikiliza Alfa na Omega. Tunamsikiliza yeye, ile nguzo ya moto, akizungumza kupitia midomo ya mwanadamu kama alivyosema angefanya katika siku yetu. Sisi hatumsikii mwanadamu, tunamsikia Mungu, yeye yule jana, leo na hata milele. Sauti ya Mungu iliyo hai, yenye nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, yenye kukata hata kuugawanya mfupa na kuyatambua mawazo yaliyo moyoni. Imefunuliwa kwetu ya kwamba kile yeye alichokuwa wakati alipotembea Galilaya ni jambo lile lile alilo usiku wa leo huku Jeffersonville. Jambo lile lile yeye alilo kwenye maskani ya Branham. Ni neno la Mungu likidhihirishwa. Kile alichokuwa wakati huo ndicho alicho usiku wa leo, na atakuwa hivyo milele. Kile alichosema angefanya, amekifanya. Mtu huyo si Mungu, lakini Mungu angali anaishi na kuzungumza na bibi harusi wake kupitia mtu huyo. Sisi hatuthubutu kumwabudu mtu huyo, bali tunamwabudu Mungu aliye katika mtu huyo, kwa maana yeye ndiye mtu ambaye Mungu alimchagua kuwa sauti yake na kumwongoza bibi harusi wake katika siku hizi za mwisho. Kwa sababu yeye ametupa ufunuo huu mkuu wa wakati wa mwisho, tunaweza sasa kujitambua sisi ni nani. Neno lililofanyika mwili katika siku yetu. Shetani hawezi tena kutulagai, kwa maana tunajua sisi ni bibi harusi, neno bikira wake aliyerejeshwa kikamilifu. Sauti hiyo ilituambia, yote tunayohitaji tayari tulikwisha pewa. Hakuna haja ya kusubiri. Lilishanenwa, ni yetu, ni mali yetu. Shetani hana uwezo juu yetu, ameshindwa. Hakika shetani anaweza kututupia magonjwa, huzuni na maumivu ya moyo, lakini Baba yeye tayari amekwisha kutupa uwezo wa kumfukuza atoke. Tunanena neno tu, naye hana budi kuondoka. Si kwa sababu sisi tunasema hivyo, bali kwa sababu Mungu alisema hivyo. Mungu yeye yule aliyewaumba kindi wakati hapakuwa na kindi, yule aliyempa dada Hatie haja ya moyo wake, wanawe wawili, yule aliyemponya dada Branham uvimbe kabla ya mkono wa daktari haujamgusa. Yeye ni Mungu yule yule ambaye si tu kwamba yuko pamoja nasi, bali anaishi na kukaa ndani yetu. Sisi ni neno lililofanyika mwili. Tunapotazama na kusikiliza sauti iliyo kwenye kanda, tunaona na kumsikia Mungu akijifunua katika mwili wa mwanadamu.
tunaona na kusikia ni nani aliyetumwa na Mungu kutuongoza kwenda kwenye nchi ya ahadi. Tunatambua ni bibi harusi peke yake ndiye atakayekuwa na ufunuo huo. Kwa hiyo tumekuwa tusioogopa. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, kufadhaika, kuchanganikiwa, kushangaa au kuhofu. Sisi ndiyo bibi harusi. Sikiliza uishi, ndugu yangu. Ishi. Msikilize Yesu sasa upate kuishi. Kwa maana imerekodiwa kwenye kanda. Haleluya! Ni kwamba tusikilize tupate kuishi. Lo, bibi harusi wa Yesu Kristo. Ni siku iliyokuu jinsi gani tunayoishi. Tunayongojea dakika baada ya dakika. Siku yoyote tu sasa tutawaona wapendwa wetu. Kisha katika dakika moja, kufumba na kufumbua jicho, tutaondoka mahali hapa na pamoja nao ng'ambo ya pili. Hilo liko karibu sana. Yaonekana tunaweza kulihisi. Utukufu! Njooni enyi bibi harusi. Hebu na tuungane kwa mara nyingine tena kwenye Sauti ya Mungu Jumapili hii saa 6 mchana saa za Jeffersonville. Ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, tunapomsikia yeye akizungumza nasi neno la uzima wa milele. Ndugu Joseph Branham. Ujumbe 63-1229A. Tazama aliko Yesu. Maandiko: Hesabu sura 21 mstari wa 5 hadi wa 19. Isaya sura ya 45 mstari wa 22. Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Yohana sura ya 14 mstari wa 12.